Nasoma kama ilivyoandikwa, kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Kichwa cha somo, kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Ujumbe, wale wamwendeao Yesu watapata wokovu. Akina kaka na akina dada, niwakaribishe kwenye ibada maalum ya siku ya leo. Tunao kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa upendo wake. Ni wengi walitamani, wachache wameweza. Wengi walitamani waione siku ya leo au hata labda waingie ibadani, lakini haijawa hivyo. Mambo mengi yametokea hapo katikati, mengine kwenye uwezo wao, ndani ya uwezo wao, na mengine nje ya uwezo wao. Sisi tumempa nini Mungu tuweze kukaa na kuisikiliza neno lake na kushiriki kwenye ibada? Ni sadaka kubwa ambayo tumempa? Jibu ni hapana. Lakini ni upendo wake na neema zake kwetu sisi ndio zimetuwezesha kukusanyika hemani mwa Bwana kwa ajili ya ibada. Hatuna wema ambao unaweza ukakidhi hitaji ili tupewe siku ya leo. Hatuko tofauti na wale ambao hawako. Hatuna utofauti na wale ambao wamelala mauti. Lakini kwetu ni upendeleo wa hali ya juu. Mungu ametupa siku ya leo na ametuongoza tuingie nyumbani mwa Bwana kwa ajili ya ibada. Kama nilivyotangulia kusema, ni ibada maalum kwa ajili ya wenzetu ambao wametangulia mbele za haki na walioko ng'ambo ya pili. Tumetakiwa kwa siku ya leo tuwakumbuke wapendwa, ndugu, jamaa, marafiki tunaowafahamu na tusiowafahamu, walioko ng'ambo ya pili, ambao walienda ng'ambo ya pili kwa njia ngumu kwao walipokuwa hai hapa duniani. Labda wakuchagua kwamba wavuke ng'ambo ya pili kwa ile style na matukio yaliyowapata. Wapo waliodhamiria kufa na wapo ambao hawakudhamiria kufa. Wapo waliojua kwamba nitakufa na wapo ambao hawakujua kwamba nitakufa. Na wapo waliokufa kwa mateso makubwa sana, kwa maumivu ya ajabu. Tumetakiwa tuwakumbuke wote hao wakiwa ng'ambo ya pili. Lakini sisi tulioko hai pamoja na wao ambao wako ng'ambo ya pili, tunapewa nafasi ya kuliitia jina la Bwana. Paulo anawaambia Warumi, yeyote yule atakayeliitia jina la Bwana atafikia wokovu. Haijalishi yu hai au yuko ng'ambo ya pili. Wapo ambao asubuhi ya leo tunawakumbuka waliokufa, lakini walipokuwa hai walisikia neno la Bwana, lakini hawakuliitia jina la Bwana, na kwao wokovu haukupatikana, na wakalala mauti. Na wapo wengine ambao hawakupata ile nafasi ya kuliitia jina la Bwana, na kwao pia wokovu haukupatikana. Wapendwa, tunapoongelea swala la kuliita au kuliitia jina la Bwana au kumuita Mungu wetu, ni kuamini kwamba Mungu yupo, uwepo wake upo, na upendo wake upo, uangalizi wake uko juu yetu. Tunapomgeukia na kumwita, ina maana tumaini letu liko kwa yule tunayemwita, ambaye ana majina makuu: Mungu mwenye huruma, Mungu mwenye enzi, Jehova, mimi ndiye. Majina haya yote tunayafahamu. Ndiye Mungu tunayemwitia au tunayemwita
kwa jina lake, ili asili ya jina lake ambaye ni upendo utufikie na sisi kama wanadamu. Ndiyo hoja kuu ya kumwita Bwana. Nichukue na niwape mfano tu wa mtoto mdogo. Ametoka nyumbani kaenda kucheza na wenzake, wakamuonea, wakampiga. Anaangalia kushoto kulia, aoni mtu wa kumsaidia. Anarudi nyumbani kwao, akimwita babake au akimwita mamake. Sisi wa Afrika tuna tabia kuwaita wazazi wetu kwa majina yao, lakini atamwita kwa title ya kwake, mama, au atalia baba. Anahitaji nini yule mtoto? Anahitaji sauti yake imfikie mzazi wake anayempenda na anayemjali, ambaye ni mwangalizi wake, ili ajitokeze mtoto apate wokovu. Na kwenye safari yetu ya imani ndivyo ilivyo. Hatujitoshelezi, hatuna nguvu za kutuokoa wenyewe, hakuna dhabihu tunayoweza kuitoa, hakuna sadaka ambayo tunaweza tukampa Mungu tufikie wokovu. Lakini tutakapoliita jina lake Bwana, na sisi tunafikia wokovu. Tunapoliitia jina la Bwana, inaonyesha udhaifu wetu kama wanadamu, kwamba hatuwezi, hatujiwezi. Sio lazima nikawa naumwa ili nimwite Mungu. Hapana, nina afya, mzima wa afya, kila kitu kiko vizuri, lakini namkumbuka Mungu wangu na kumwita asubuhi. Naingia kwenye sala na dua na maombi na maombezi, namwambia Mungu, nikumbuke katika hili. Ewe Yesu Kristo, nahitaji neema zako, nahitaji upendo wako, nikumbuke. Ninapomwita, ina maana yeye anasikia kilio changu na kuniitika. Anaponiitika, na mimi napokea wokovu unaotoka kwa Bwana. Wakati wa shida zetu, wakati wa dhiki na mateso, huwa tunamwita nani? Nani kimbilio letu? Asubuhi ya leo tunakumbushwa kuliitia jina la Yesu Kristo, jina ambalo linapita majina yote. Nilikuwa nalitafakari kisa cha Yesu Kristo alipokuwa anatembelea juu ya bahari au juu ya maji. Katika matembezi yake na wakati wake wa kueneza Injili, wakati mwingine wanamshangaa Yesu kwa matukio yake. Sasa siku najiuliza, kwa nini akaamua basi kutembea juu ya maji? Ina maana nchi kavu ilikuwa imeisha hapo mtaani kwao, au alitaka nini? Lakini basi Yesu huyo juu ya bahari anatembea, mwana wa Mungu. Okay, labda kuonyesha ukuu wa Mungu na kwamba sayansi haiwezi kumzuia. Waliosoma wananiambia kuna kitu wanaita floating, sinking and all that. Kwa hivyo kuonyesha kwamba Yesu na uzito wake hakuwa na kilo mbili. Yule Bwana alikuwa ni mtu mzima na uzito wake wote, kanuni na sheria zote za flotation na sinking na zote tunazozifahamu zikashikiliwa ili Yesu atembee juu ya maji. Lakini Petro, mwanafunzi wa Yesu Kristo, akastaajabu kinachoendelea mbele yake ni kitu gani. Akasema, kama ni wewe Yesu Kristo, sababu alifikiria ni mzuka fulani umezuka kutoka popote pale. Anamwambia, kama ni wewe Rabai, niite na mimi nakuja. Akamwambia Petro, njoo. Na Petro akaanza safari, hatua ya kwanza juu ya maji. Kama mwanadamu, hata ingekuwa ni wewe hapo, ungefurahi kutembea juu ya maji, sio maji na kumwagikia, unatembea juu ya maji. Petro akafurahi. Hatua ya kwanza. Hatua ya pili, Bwana we. Petro kuangalia kushoto, kaona mawimbi ya bahari. Alikuwa na uzoefu wa bahari tangia ujanani mpaka uzeeni. Anajua hiki ninachokifanya ni kinyume na uvuvi na ujuzi na hekima na teknolojia niliyoko nayo. Nafanya nini mimi Petro? Alipoingiza hofu na shaka, akaanza kuzama.
Alipoanza kuzama, na mpenda zaidi Petro, anajua kwamba aliyeko mbele yake ni Masihi, ni Mwokozi, analiitia jina lake, anamwita niokoe Yesu Kristo, nazama niokoe. Alijua amwite nani. Kwa nini asimwite Yakobo aliyekuwa nyuma yake, na asimwite akina Bartolomeo? Kwa nini anamwita Yesu Kristo? Ndio jina peke yake lililowekwa kwa wanadamu. Tukiliita lile jina tunapata wokovu. Na Petro akaokoka. Yesu Kristo akanyosha mkono wake. Watu wengi wanapenda kumshtumu sana Petro, alikuwa hana imani. Basi wewe mwenye imani, katembea juu ya beseni, sio baharini, kakanyage juu ya beseni pale nyumbani kwako, kama mguu hujashuka mpaka chini. Wa Petro ulielea, na Petro mzima kwa imani yake. Lakini kwa sababu alikuwa ni mwanadamu, mashaka na hofu ikamwingia, kama ilivyo kwangu. Sije ukafikiria kasisi ana mashaka, ana hofu. Na kumbwa na jambo unaangalia mashaka hayo na hofu juu yake. Kwanza nakuwa na mashaka, hivi mtakuja ibadani? Ni mashaka hayo. Najaribu kufikiria, Jumapili tulikuwa 12. Hofu inakuja, na Jumapili ijayo kutakuwepo na mtumishi yeyote? Hofu na mashaka ya mwanadamu. Lakini namwambia Yesu, hebu tenda jambo. Namuita Yesu kwa sababu yeye ndiye wokovu wetu katika kila jambo. Nimeingia asubuhi nikakuta watu wawili kama sio watatu, nikasema kweli Yesu, hili limekaje hili? Kama ni Petro anaanza kuzama sasa. Lakini nikamwambia Yesu, hapana, hatujakubaliana kwa mtindo huu, sio staili yetu ya imani. Ibada inaanza saa 4:30. Basi mtumishi ameingia saa 4:30, nikamwambia twende tukaanze ibada, watu wakiwa wawili. Anayeliitia jina la Bwana wokovu huonekana. Ndio siri ambayo tunapewa asubuhi ya leo. Yeye amejawa na upendo, amejawa na neema, na asili ya Mungu wetu ni upendo. Mungu wetu ni pendo. Tutakapomwita, na naomba tuwe na tabia wapendwa, tusimwite tu Yesu Kristo wakati wa shida, na wakati una raha basi mwite, na utaona ukuu wake. Ulichonacho kidogo anakikuza kinakuwa kikubwa. Na pia wakati wa hitaji mwite. Na wapendwa waliotangulia mbele ya haki, walioko ng'ambo ya pili, tunaowaombea na kuwakumbuka siku ya leo, angalau na wao wapate nafasi ya kuliitia jina la Bwana. Hawataokolewa kwa maneno ya kinywa chetu, hawaokolewi kwa toba ya kwetu, hawaokolewi kwa sababu tunawakumbuka kila baada ya miezi mitatu. La hasha! Wokovu kadri ya neno la Bwana linavyosema ni kutokana na kuungama na kukiri kwao na kuliitia jina la Yesu Kristo, na sio vinginevyo. Tulioko hai na walioko ng'ambo ya pili tunawaombea basi na wao wapate rehema, waliitie jina la Bwana, wafikie wokovu. Amna namna nyingine. Anavyotupenda sisi tulioko hai, ndivyo anavyowapenda na wao waliotangulia mbele za haki. Wapendwa, niwe mkweli kusema ni mambo magumu kuyaweka kichwani. Ni mambo magumu na mazito sana kuyaweka kichwani na kuyatafakari. Na kuwaje sisi tulioko hai basi inawezekana, na walioko ng'ambo ya pili kwao inakueje? Inaleta ukakasi kwenye vichwa vyetu, inaleta sintofahamu kwenye ubongo wetu. Lakini haya ni masuala ya imani, na wenye imani watayaelewa kiimani. Ni mambo ya rohoni, na tukikaa na kutembea ndani ya roho tutayaelewa. Lakini tukenda kwa akili zetu kama wanadamu, we miss the point, tunakosea. Tunatakiwa tuzame kwenye imani na kukita kwenye mambo ya rohoni ili tuyaelewe kwamba tutawaombea, yes, lakini swala la wokovu wake bado iko mikononi mwake. Alikufa
Kifo cha uchungu ni nafsi ile. Kuna wengine hata wakuiona hii dunia, ni mimba iliyoharibika, ni mimba iliyotolewa ili tumsalimishe yule mama, akafa hajaona hii dunia. Kosa lake liko wapi? Anahitaji neema, anahitaji upendo uletao wokovu. Ni sisi hapa kusimama kwenye geti. Ezekieli alishushwa kwenye bonde, akaulizwa unaona nini mbele yako? Akasema Bwana, naona bonde limejaa nini? Mifupa mikavu. Akaambiwa sawa, na mimi unanijuaje kama Mungu? Wewe ni mweza. Na Mungu akanyanyua jeshi kubwa kwenye ile mifupa iliyokuwa imekauka, na Mungu akamwambia Ezekieli, namtafuta mtu atakayesimama kwenye pengo ili nisiangamize wale, nimtumie mtu huyu ili wale wapate wokovu. Na kwetu sisi tulioko hai tunatakiwa tusimame kwenye pengo, tukatamke uhai na uzima kwa mifupa iliyoko bondeni ambayo ina uzima, haina uhai, iliyokauka. Na kusudio la Bwana litimie kwa wale pia, na kusudio la Bwana ambao ni wokovu kwa kila nafsi wafikiwe na wao. Kwetu tunapata wokovu. Umepata nafasi ya kulisikia neno la Bwana, basi pata nafasi ya kuliitia jina la Bwana ufikie wokovu. Simama kwenye pengo, uwe sababu ya kusudio la Bwana kufikiwa. Mungu anatupenda sana na anatujali mno. Anahitaji kututumia sisi tulioko hai. Anahitaji kukutumia wewe nifikie wokovu mimi. Anahitaji kunitumia mimi wewe ufikie wokovu. Tujitoe kwa Bwana, tumwamini Bwana, tumuite huyo Bwana, tumwamini katika huruma zake. Huruma za Bwana hazina ukomo. Na kwa kweli ukisinzia nitashangaa. Nikikuona umefunga macho, roho yangu inaumia, kwa sababu walioko ng'ambo ya pili na wao wamefumba macho, na tulioko huku tufumbe macho kweli. Tunatakiwa kusimama kijeshi, tuwaokoe wale na zile nafsi, tuzifikishie ujumbe. Huruma za Bwana hazina ukomo. Hakuna limitation kwenye huruma za Bwana. Anatuhurumia tulioko hai, anawahurumia na waliokufa. Kila kiumbe alichokiumba anasukumwa na nafsi ya kwake na uhalisia wa kwake na tabia ya kwake ya huruma kutuhurumia na sisi. Mimi naweza nikashindwa na kutoa huruma kwa kila mtu, lakini Mungu wetu sio mwanadamu. Ana uwezo wa kutuhurumia sisi wote duniani kote, wema kwa wabaya. Mtu mmoja alikuwa anasema mimi sitaki, yule mtu ni mbaya sana, na hata kumwombea simwombei hata kidogo. Lakini mbona kwake kipindi cha masika mvua zinanyesha? Kwa nini? Inakueje? Mungu mwenye huruma anawanyeshia mvua na jua linachomoza kwa wema na ambao sio wema. Tujifunze kulitia jina la Bwana, tujifunze kumwamini Kristo, tujifunze kuamini na kuishi maisha ya wokovu kama inavyotakiwa kwetu. Hii huruma ndio inayoleta wokovu, sio ufahamu wetu kuhusu Biblia inasema nini, sio ufahamu wetu kuhusu Yesu Kristo ni nani. Ni imani yetu ndani ya Yesu Kristo, ni imani yetu ndani ya huruma na upendo wa Mungu Baba. Wapendwa kina kaka na kina dada, tunao kila sababu ya kumpenda na kumfurahia Mungu anayetujali na kutupenda. Bwana alibariki neno lake sasa na hata milele.